subhanahu wa ta'ala hawaridhii. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa min amthilati suwari shahawat, na miongoni mwa mifano ya kuonyesha ufuataji wa matamanio ni qadhiyatu akli alharam, ni jambo la watu kula vitu vya haramu, jambo la kutafuta mali za haramu asubuhi, mchana na jioni. Akafikia mtu la yubali ma yadkhulu fi batni, akawa mtu hajali nini kinatakikana kiingie katika tumbo lake, amin halalihi am min haram, ni cha halali au cha haram. Yeye anakula, tena mbaya zaidi anakula yeye peke yake, ingekuwa ni bora zaidi, lakini anakihamisha kile chakula, anakitoa kile chakula, anawapelekea watoto wake ambao hawana kosa lolote, hawana hatima yoyote, hawana dhamana yoyote. Anakula mali ya haramu kwa sababu ya matamanio yake, kwa sababu ya kuipata kazi ya haramu na kwenda kuwalisha watoto wasiokuwa na hatima yoyote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi tukufu, hadithi fi sunan, anasema inna likulli ummatin fitna, kila umma una fitna. Kila umma uliopita una jambo ambalo ni fitna kwenye umma huo. Wa inna fitnata ummati, na kwa hakika fitna iliyopo katika umma wangu ni almal, ni fitna ya mali. Undhuru ra'akumullah, tazameni Allah kuhifadhini. Kaifa leo, itazameni hali ya leo. Mtu anataka kuwa kama fulani na allan, yatasabaku fi mayadini alqirab, anashindana kwenye viwanja vya mikopo. La yubali hiya min riba, hajali kama hii ni katika riba, wala hajali hii ni katika haram. Anakwenda kuchukua donge nono la mali, anakwenda kuweka bondi ya nyumba yake, anakwenda kuweka bondi ya mali yake ya mashamba na vinginevyo, ili aweze kuipata mali ambayo asluha min alharami, asili yake ni katika haramu. Tatizo kubwa kwake ni nini? Ittiba'u shahwa, kufuata matamanio. Kwa sababu wanaona, wangapi katika watu leo hii wamefungua vibanda, wamefungua kampuni, wamefungua ofisi mbalimbali, wameweza kufunguliwa milango ya kheri ya riziki mbalimbali. Kwa nini mimi ninakosa? Kwa nini mimi ninarudi nyuma? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Mtu huyu unamuona yatasabaku fi mayadini alqirab, anagombania mabenki kwa mabenki, mikopo imeenezwa kila kona. Sawa sawa ni mikopo ya simu, sawa sawa ni mikopo ya nyumba, sawa sawa ni mikopo ya mali na pesa. Nafsi yake anashindwa kuibana, moyo wake anashindwa kuuzuia, kwa sababu anatamani watoto wake waingie shule kubwa zenye mamilioni ya pesa. Anatamani aone na yeye pia anamiliki gari la kifahari, anatamani naye aone anamiliki nyumba ambayo watu wakiipita wanaiashiria kwa vidole. Hili linambana, linaishinda nafsi yake, anashindwa kuizuia nafsi yake. Uroho wa mali unaomwijia, anafikia mpaka kuua, anafikia mpaka kuongea uongo, anafikia mpaka kuzua jambo ambalo halipo. Kikubwa zaidi na yeye apate mali. Wa inna fitnata ummati, na kwa hakika fitna iliyopo katika umma wangu ni fitna ya mali. Yenye wajua Allah subhanahu, hii ni moja katika sura ya ittiba'u shahawat, kufuata matamanio ya nafsi, kukimbilia mali za haramu. Na Allah subhanahu, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha utafutaji wa mali. Fakulu min rizqihi, kuleni katika riziki zake, lakini wa harrama ar-riba, ameharamisha mambo makubwa ya riba. Bora ukabakia fakiri, bora ukabakia maskini, bora ukabakia unakula mlo mmoja kwa siku, lakini tumbo lako, mwili wako usinenepe min suhutin, kwa mali ya haramun. Na Mtume ametuambia wal jismu wal badanu
na mwili ambao umetokamana min haramin, waljismu walbadanu min suhutin fannaru aula bih, mwili ulionenepa uliopata afya kwa chimbuko la haram, fannaru aula bih, moto unastahiki kwenye hicho kiwiliwili.